Mitego kulilinda, sababu jogoo likiwa changa pesa, likiwa pevu pesa. Kwa hiyo elimu ya uchumi wa bluu inahitajika. Kama mtendaji mkuu wa chama katika mkoa huu, tutatafuta namna watu wa Wizara ya Uchumi wa Bluu kupitia idara yao iliyoko hapa Pemba waje wakae na nyinyi, kwa sababu hata bahari yenu kawa nafugika. Kweli kweli? Kaa ingawa na siku hapa mpaka China akiwa bado anatetemeka, hatakiwa aliyokufa. Si balaa hilo. Mbona mambo hayo? Na pweza kama kusema mama. Hapa kama mtafunga pweza na kufuata masharti na maelekezo ya wataalamu, itabidi tulete meli hapa kuja kwa bebe yao pweza. Kwa hiyo nimesikia, na hichi ni kilio ambacho kwamba litakukuza uchumi wa jamii. Talisimamia hili jambo tena kwa nguvu yangu kubwa. Naomba mniachie leo, kesho nimalize na huko, lakini siku nitakapokuja huku katibu wangu wa wilaya itakuwa mara ya pili kuja nao. Chama kiwalete hapa. Chama kwa nini? Chama kiwalete, tunawakabidhi umalizaji wa utekelezaji wa awamu yetu ya ilani mwishoni hapa. Jambo hili likusimamiwa vizuri. Hatuwezi kuacha watu wa visiwa wanatoka watu huko kuja kuchukua utajiri hapa, wanatajirika, sisi wenyewe tutakuwa bado ni fulani. Haiwezekani. Haiwezekani. Leo unakuja kuambiwa jenga choo, fanya hivi. Ngoja aje mfadhili kujenga choo, wakati sisi tuna rasilimali. Hayo mambo tunaweza kufanya wenyewe. Cha msingi kazi na utu ili tusonge mbele. Sasa utu tutauingiza sisi kama chama katika kuhakikisha tunapata wawekezaji, tunapata watu wetu wa idara wanakuja kutoa elimu, wanasimamia kuwapazana hizi, biashara inaendelea. Lakini kubwa nyingine ni ile mlisema la boti, ili tumelichukua. Lakini naamini siwezi kuahidi kabla uchaguzi kama boti zitapatikana. Sababu jambo kubwa sana tukifanya sasa hivi tutaanza kufanya kampeni. Kwa hiyo lakini tumelichukua, tutatia katika mpango kazi. Katika maeneo yanayohitaji huduma ya boti karibu, basi na huko tunahitaji. Ombeni Mungu, Mwenyezi Mungu ampe nguvu Dr. Hussein Mwinyi. Mikataba tayari ishafungwa. Feasibility study ishafanywa ya bandari ya Wete. Ikimaliza bandari ya Wete, hapa patakuwa pana ambulance boat inayohami visiwa kwa haraka zaidi. Upiti tena katika ile mchela wa mtumbu ya ambulance boat na kuja mara moja na kutengeneza utaratibu na mchukua mgonjwa inawahi kumpeleka katika huduma. Lakini huduma ya kwanza tutahitaji katika uwezo, tutakaa na viongozi tuzungumze, tutafute pesa ya dharura kokote. Tupate kituo cha afya na angalau mhudumu mmoja.